One on One with Charles William. Karibu kwenye One on One ya Wasafi TV, kwenye siku nyingine tena nzuri ya kuwa na mjadala wa kitaifa. Na siku ya leo tumepata nafasi ya kutembelewa na naibu katibu mkuu kwa upande wa bara wa chama cha ukombozi wa umma Chauma, Benson Singo Kigaila. Tupo naye hapa ndani ya studio za Wasafi TV, na Benson Kigaila ni miongoni mwa wale ambao kipindi hiki cha kampeni za uchaguzi mkuu wanaendelea kushambulia majukwaa kwa sababu yeye ni mgombea ubunge katika jimbo la Kivule, wilaya ya Ilala hapa Dar es Salaam. Ukitathmini, unaona Chauma mmefanikiwa kupata wagombea imara kwa kiwango gani? Kwa sababu inaonekana kama muda uliokuwepo ulikuwa ni mdogo sana wa kufanya maandalizi na kutafuta wagombea, na tulikuwa tunatarajia hata pale mngetoa majina ya wagombea wote, lakini mlikuwa mnatoa nusu nusu, hali iliyokuwa inaonyesha kwamba mlikuwa bado sehemu zingine mnatafuta wagombea. Hapana, kutoa nusu nusu haikuwa ina maana kwamba tunatafuta wagombea. Kutoa nusu nusu ilikuwa ni kwa sababu ya kukamilisha michakato. So michakato ya uteuzi inaanzia chini. Kwa kuna mahali wanakuwa hawajakamilisha utaratibu wao. Kuna mahali panakuwa pamekamilika. Kwa hiyo tulianza kutangaza awamu ya kwanza, awamu ya pili, awamu ya tatu kwa sababu ya namna ambavyo mchakato ulikuwa unakamilika. Lakini nijibu swali lako kwamba tunawagombea imara kiasi gani? Tunawagombea imara kweli kweli. Ni kweli muda wetu ulikuwa mdogo, lakini tumeweza kupata wagombea wazuri kwa sababu sisi muda mdogo lakini tulianza na mtaji. Kwa chama chochote cha siasa mtaji wake ni wanachama. Wagombea unawapata miongoni mwa wanachama. Kwa tulianza na wanachama wengi waliokuwa wamesambaa nchi nzima. Wanachama hawa wanaweza kuwa wagombea au wakasaidia kupata wagombea wazuri. Tuna wagombea wazuri, tunaweza kushinda na tuko tayari kwa ajili ya mapambano. Tumeshafikisha kiasi hiki, bado siku 15 tunaweza kushinda. Nikitazama na jinsi ninavyozungumzwa ni kama Benson Kigaila, Salum Mwalimu na wenzako ni kama mmeiteka Chauma. Nyie wageni mlotoka Chadema mmefika Chauma, ndio kama mmeiteka, kwa sababu safu ya juu ya uongozi yote imejaa watu waliotoka Chadema na kuwaondoa wenyeji ndani ya Chauma. Lakini hata wanaogombea ubunge asilimia karibia 80-90 waliosimama kugombea ubunge ni wanachama waliotoka Chadema. Ndio kusema kwamba Chauma ya zamani imekufa na hawa wageni kutoka Chadema ndio watawala wapya. Kwanza si kweli kwamba tumeiteka. Ukisema viongozi wa juu, mwenyekiti wa chama Mzee Hashim Rungwe ni yule yule wa Chauma wa zamani alikuwa mwenyekiti. Makamu mwenyekiti wa Zanzibar yuko pale pale. Kwa hiyo si kweli kwamba tumeiteka Chauma. Kuna mabadiliko kutoka Chadema. Kuna mabadiliko yaliyofanywa. Yapo. Lakini hayo mabadiliko hayafanyi kwamba tuwe tumeiteka. Mabadiliko yamefanywa na yalifanywa kwa makubaliano. Kwa hiyo iko namna hiyo. Lakini wagombea wengi ni kweli ni wale waliokuwa Chadema tuliokuja nao. Lakini wako wagombea ambao ni walikuwa wa Chauma ya zamani. Nitakupa mifano. Kwa mfano Bagamoyo, mgombea alikuwa wa Chauma ya zamani. Kibaha alikuwa mgombea wa Chauma ya zamani. Maeneo mengi nimekupa majimbo ya jirani hapa kwamba walikuwa ni wagombea wa Chauma ya zamani. Kwa hiyo si kweli kwamba wagombea ni walio wengi. Ni kweli kwamba ni tuliotoka nao Chadema, lakini hata waliokuwa Chauma zamani wako wanagombea. Unaweza usione wengi kwa sababu ni kweli kwamba kabla hatujahamia Chauma kilikuwa chama kikubwa, na wewe ni shahidi, hakikuwa na wanachama wengi. Sasa kama tumekuja wanachama wa Chauma leo kama 80% ni tuliokuja nao, unategemea na ni kweli kwamba lazima wagombea wengi watatokana na hao wanachama wengi. Ni swala ambalo haliwezi kuwa na ubishi, ndio ukweli ulivyo. Mmefanikiwa kusimamisha wagombea kwenye majimbo mangapi, hususan huku Tanzania bara pamoja na Zanzibar? Kwenye majimbo 272 mmesimamisha wagombea kwenye majimbo mangapi? Tulitoa taarifa wakati tunaanza kampeni. Baada ya kuteua wagombea tulitoa taarifa kwamba tumesimamisha wagombea wangapi. Sasa kwa vyovyote vile, pamoja kwamba mimi ni kaimu katibu mkuu, sio rahisi kuwa ninatembea na taarifa zote kichwani. Sababu ningekuwa najua kwamba tunakuja kujadili swala hilo, ningeji update kwenye mafaili. Lakini najua
tulitoa taarifa wakati tumemaliza uteuzi, kwa Tanzania bara tulikuwa na zaidi ya wagombea 214. Sasa lakini kuna wagombea wengi ambao wameshindwa kukidhi vigezo vya kiuteuzi, na wengine tunaona wanajiunga CCM. No, aliyejiunga CCM ni mmoja. Wale ambao hakukidhi vigezo nao ni wachache, kwamba walienguliwa ni wachache, sio kwamba wengi kiasi hicho, hawafiki wagombea 10. Na ndio maana nakwambia, kama ningejua tunakuja kujadili hilo, ningejiupdate kwenye mafaili na hali ilivyo, ningekuambia exactly tunawagombea wangapi as we speak. Lakini siwezi kusema, kwa sababu kuna watu ambao hawakuteuliwa, kuna watu ambao huyo mmoja ametoka. Kwa hiyo nikichukua stock ya watu wote, ningeweza kukupa idadi kwamba tunawagombea wangapi. Tunawagombea zaidi ya 200 katika majimbo 272. Lakini majimbo mengi, mimi ninavyofuatilia na kutaarifiwa, ni kwamba wagombea hakuna. Kwa mfano mkoa kama Geita, kwa naambiwa kwamba majimbo 8 hakuna wagombea, na kwingine kwingi kuna orodha ndefu inayoonyesha kwamba wagombea hakuna, aidha hawakukizi vigezo au hawakupatikana kabisa. Sasa ndio nakwambia, katika majimbo 272 nimekuambia tuna zaidi ya wagombea 200, na nimekuambia tulipoteua kwa Tanzania bara tulikuwa na wagombea 214, na tulipoteua sisi ndani ya chama. Walipoenda kwenye uteuzi, ndio maana sasa ukitaka kudili na data zangu na kuambia utakuwa fair kama ungenijulisha hilo, nikaja na data kutoka ofisini. Lakini ukinisurprise hapa, nataka nianze kutoa data, utakuwa unanionea. Lakini mmeridhika kiasi gani na mchakato mzima wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi? Mpaka sasa hatuna malalamiko makubwa na tume. Mpaka sasa tunaendelea, mambo yanaendelea, lakini hatuna malalamiko makubwa mpaka sasa. Tumeshirikiana nao vizuri, wanatoa ushirikiano mzuri, tunaendelea na kampeni vizuri. Mpaka sasa hatuna malalamiko na tume. Kwa mpaka sasa tunaweza kusema Chauma mnauona mchakato wa uchaguzi kuwa ni huru na haki mpaka hapa tulipofika? Mpaka sasa kuna fairness. Mpaka sasa tulipofika kuna fairness baba. Tunasubiri, tunajua mambo yanapokaribia ndio mambo yanapokuja kubadilika. Tunasubiri tunapokaribia na uchaguzi, tunasubiri siku ya uchaguzi yenyewe, kuna kuapisha mawakala, kwa sababu matatizo yanaanzaga na mawakala. Matatizo yanaanzaga kwenye viapo vya mawakala. Matatizo yanaanzaga na mawakala kupewa utambulisho wa kuingia vituoni. Matatizo yanakuaga kwenye mawakala kuingia vituoni, wanazuiliwa. Matatizo huwa ni mawakala kutolewa ndani ya vituo. Hizo ndio shida ambazo tunasubiri tuone nini kitatokea. Lakini mpaka sasa hatuna malalamiko. Unaona tofauti gani ya uchaguzi huu na chaguzi zingine zilizofanyika? Kwa sababu umeshiriki chaguzi zaidi ya mara 4 mara 5 ukiwa field. Tofauti niseme tofauti ya uchaguzi huu na chaguzi wa 2020 au 2024 wa serikali za mitaa, labda ndio naweza kulinganisha. Kuna tofauti. Uchaguzi wa 2020 ulianza kuanzia kwenye uteuzi. Watu walienguliwa sana. Bila sababu walienguliwa sana. Watu wengi walikataliwa hata kupewa fomu za serikali. Watu wengi walikataliwa hata fursa ya kurudisha fomu za serikali. Na waliporudisha, wengi walienguliwa bila sababu. Kitu hicho mwaka huu hakikuwepo. Hicho kitu mwaka huu hakikuwepo. Unahisi kwa nini mwaka huu mambo yamekuwa shwari? Unajua tatizo la uchaguzi wetu sio kimsingi, sheria sio nzuri toka zamani. Katiba ni ile ya 77. Hatujui kuwa na katiba nyingine nzuri. Tume ni ile, yani haijai kuwa huru. Lakini tatizo la chaguzi zetu zinasimamiwa sana na utashi wa kisiasa wa viongozi. Kwa kipindi cha nyuma utashi wa kisiasa ulikuwepo. Kwa ndio maana kilichokuwa kinatokea, kulikuwa kunatokea wizi wa kura, sio wizi wa uchaguzi. Kuanzia 2019, 2020, 2024 kumekuwa na wizi wa uchaguzi, sio wizi wa kura. Kwa utashi wa kisiasa haukuwepo, kwamba mnakwenda kwenye uchaguzi,
watendaji wanaitaka kutoa fomu kwa wagombea wanakimbia na fomu, wanafunga milango ya ofisi, hawatoi fomu. Mtu anachukua fomu, wanafunga milango, harudishi. Akirudisha wanamwengua bila sababu. Utaratibu unatakiwa mtu wa kuenguliwa awekewe pingamizi na apelekewe pingamizi lake alijibu. Angalau tumeona kwenye uteuzi, na nyie mlikuwepo, hakukuwa na engua. Tumeona kwenye kuchukua fomu watu hawakufunga milango wakimbie wasitoe fomu kwa watu. Tofauti iko namna hiyo. Tofauti ya sasa na 2020 ni kwamba kuna utashi wa kisiasa sasa kuliko ilivyokuwa 2020, japo kama sheria ni zile zile. Hakuna sheria nzuri. Watu wanaona kama mmefanyiwa fair kwenye uchaguzi wa mwaka huu kwa sababu watu wanaamini kwamba hamna huo uwezo wa kuishinda CCM kwa sababu chama kikuu cha upinzani hakipo kwenye kinyang'anyiro. Kwa hiyo waliobakia wanaonekana kuwa wepesi, ndio maana wameamua tu waruhusu. Kwani sikiliza, kwani ukuu wa chama ni nini? Ukuu wa chama ni nini? Ni wafuasi pamoja na nguvu kwa wananchi. Sasa nani anaweza akatupa kipimo kwamba hicho kinachoitwa chama kikuu cha upinzani kina wanachama wangapi na Chauma ina wanachama wangapi ili uweze kusema chama kikuu cha upinzani? Kwa sababu ulikuwa naibu katibu mkuu Chadema, utakuwa unajua kuna wanachama wangapi. Ndio maana nakwambia ukuu wa chama ambao mimi najua ni idadi ya wanachama ambao chama kinao, nguvu ya chama ambao chama kinacho, na nguvu ya chama ni wanachama. Mimi nilikuwa naibu katibu mkuu Chadema, naibu katibu mkuu Chauma. Najua nguvu ambayo Chauma tunayo. Chadema hatujawahi kuwa na wagombea. Unajua ulikuwa unaniuliza sasa hivi mna wagombea wangapi? Chadema miaka yote hatujawahi kuwa na wagombea majimbo yote. Yaani kwamba tuna wagombea kila jimbo. Hatujawahi kuwa hivyo. Mimi nilikuwa naibu katibu mkuu mwaka 2020, mimi nimeshiriki kutafuta wagombea kwa Chadema. Ilikuwa shida sana kupata wagombea. Majimbo mengi yalikuwa hayana wagombea, pamoja na kwamba alienguliwa. Tunaona Chauma ina wanachama wengi kuliko Chadema, kwa sababu umekuwa naibu katibu mkuu Chadema na sasa hivi naibu katibu mkuu Chauma. Unaweza kusema Chauma ina wanachama wengi kuliko Chadema? Kusema ina wanachama wengi kuliko Chadema siwezi kulinganisha, kwa sababu sina takwimu halisi ya sasa ya Chadema, na ninayo takwimu ambayo pia haikamiliki ya sasa ya Chauma, kwa sababu wanachama wanajiunga kila siku. Lakini Chauma ina wanachama wengi na ina nguvu ya kushinda uchaguzi. Ndio ambacho naweza kukuambia. Kwa hiyo maana nilichokuwa najia kudispute, nilikuwa na dispute hoja yako inasema kwamba baada ya kuona chama cha upinzani kikubwa hakishiriki, kwa kuna fairness. Mimi fairness nadhani ni political will. Sijui kama ni kwa sababu Chadema ishiriki au ni, lakini fairness ni political will, kwa sababu huko nyuma kulikuwa na political will. Sheria ni hizi political, lakini wakati wa Rais Kikwete kwa mfano kulikuwa na fairness kwa sababu kulikuwa na political will na kulikuwa na vyama vyote vilikuwa vinashiriki. Sasa sijui nao utaita namna gani? Ilikuwa ni fair kwa sababu kuna chama kishiriki. Nikitazama unasema mna uwezo wa kushinda uchaguzi kwa sababu mna wagombea wazuri na mna wanachama wengi. Sahi. Lakini wagombea wenu wenyewe wanapata shida hata kuzindua mikutano. Wengine wanahangaika, wanasema hawana fedha za kuzindua mikutano. Wengine wanahangaika, wanazunguka mitaani kufanya kampeni. Tatizo la finance sio la Chauma peke yake. Tatizo la finance ni la vyama vyote vya upinzani, kwa sababu havina msingi imara wa mapato. Kwa kampeni za vyama vya upinzani zinategemea kwa sehemu kubwa mapato ya mgombea binafsi, kwa sababu chama kama Chauma hakina ruzuku kinapata. Kwa ni nguvu ya wagombea binafsi. Kama kuna mgombea anaweza kuwa yeye hana uwezo, lazima atahangaika. Na kwa chama ambacho bado ni kigeni kwenye masikio ya Tanzania, sio kidogo, kigeni kama Chauma, huenda usipate watu wengi wa kuchangia. Kwa maana hiyo, kwa mgombea kwenye level ya mgombea individually, anaweza kuwa na hiyo shida, sikatai, anaweza kuwa na hiyo shida, lakini mimi ninachoongelea kampeni inayofanywa na wagombea walio wengi, acha wachache ambao wanaweza kuwa wana hela, support ya Watanzania kwa maana ya kutupigia kura. Tunaweza kushinda na tutashinda majimbo mengi na tunaweza kushinda urais. Kitazama mikutano ya wagombea ubunge wa Chauma, watu wanaonekana kujitokeza ni wachache sana.
ukilinganisha na mikutano mliokuwa mnafanya wakati ule mkiwa mnaongoza Chadema uwanjani? Siamini hicho kipimo unakilinganisha wapi. Unajua unachoweza kukosea kulinganisha ni hivi. Unaweza ukalinganisha mkutano umefanyika eneo A na mkutano wa chama kingine ulifanyika eneo B. Kumbe huenda vyama vile vile viwili vingefanya eneo moja, mkutano ingeweza kuwa sawa au usingeona hiyo tofauti. Sasa ukifanya ulinganifu wa namna hiyo, ukilinganisha maeneo mawili tofauti, hupati ukweli, na mimi sikukubali kwenye hilo. Mimi nakuambia fact ya ground. Fact ya ground. Yoyote yule aende kufanya. Ukiona kuna watu wanajaza kwa mfano of course CCM utaona wamejaza. Waulize wanasomba watu kutoka wapi mpaka wapi. Unafanya mkutano kwenye jimbo moja, wanaleta wilaya nzima. Ndio wanafanya mkutano kwenye jimbo hili. Sisi tunahutubia watu waliopo. Tunatangaza mkutano, tunaenda kuwahutubia. Tunatangaza mkutano, tunaenda kuwahutubia. Kwa hiyo ukiangalia utaona kwamba wale watu sio wengi ukilinganisha na mtu aliyesomba. Lakini sisi tunachofanya, tunatangaza mkutano, unaenda kuwahutubia watu walioko pale. Tunafanya multiplicity ya mikutano inakuwa mingi. Tunafanya mobile ambayo naweza nikaanza, kwa mfano kama mimi leo ninaanzia kata ya Kitunda, napitia kata ya Kivule mpaka kata ya Msongola. Jioni nitakuwa namalizia Msongola na naanza saa 5 Kitunda. Kwa nikipita hiyo huko kote, nitapita watu wanaofanya kazi sokoni, nitapita watu walio kwenye shopping centers, nitapita mahali ambapo watu wamekusanyika, naongea nao. Nikimaliza nitakuwa nimekutana na watu wengi kuliko ningeita mkutano Kitunda shule ya msingi nikahutubia pale. Kwa tekniki za kampeni unazidesign kutokana na nini? Na aina ya watu na mazingira ulionayo. Kwa mazingira ya Dar es Salaam yako hivyo. Naweza kuambia mazingira ya Dar es Salaam yako hivyo. Wewe kama unataka kudhibitisha, nenda kwenye chama chote kinafanya mkutano Dar es Salaam, stay there. Ona watu wanakujaje kwenye mkutano. Kama wanatangaza tu, uone watu watakuwa ngapi, na kama wanafanya nini, uone watu watakuwa ngapi. Of course, kuna maeneo ambayo watu wanakusanyika. Kuna watu ambao wanaweza kusanyika. Lakini inawezekana vipi? Kigaila inawezekana vipi? Majimbo mengine Kawe watu hakuna, Kigamboni watu hakuna, ukienda Ubungo na maeneo mengine wagombea wa Chauma hawana watu kabisa. Lakini ukitazama mgombea kama Agnesta Lambert, huyo wa Chauma Segerea, anajaza umati. Hapa tofauti ni nini? Kwa nini watu wanajaa kwenye mikutano kwa mfano ya Agnesta Segerea lakini hawaonekani kwenye majimbo mengine? Hao ukiniambia Ubungo hatuna mgombea wa Chauma. Kwa ndio nasema kwamba comparison zako mgombea wa Kibamba, Kinabo, Kibaba. Ya okay, kwa una maana Kibamba. Kwa Kibamba yeye ana tekniki yake ya kampeni. Kibamba mimi ninavyojua anafanya mobile campaign zaidi kuliko mikutano ya hadhara. Anafanya mikutano ya hadhara sio mingi. Najua Kawe wanafanya mobile campaign na door to door. Najua kwa sababu mimi niko hapa Dar es Salaam, najua wagombea wangu wamedesign method gani ya kufanya campaign. Nani Segerea is doing very fine. Anafanya mikutano ya hadhara, anafanya vikao vya ndani na strategy yake, anaanza vikao vya ndani then anakuja kufanya mkutano wa hadhara. Kwa is doing fine. Kwa kila mtu ana strategy yake, lakini tunachotaka mwisho wa siku ni matokeo. Tutashinda majimbo mengi. Mnakadiria mtashinda majimbo mangapi kwenye mkakati wenu wa ndani? Matokeo yatakuja, lakini tutashinda majimbo mengi. Hichi ndio ninachoweza kukuambia. Tutashinda majimbo mengi. And it take my words. Lakini wagombea wenu hawa ambao wanalalamika hali ngumu ya kifedha, wanasema waliahidiwa mwanzoni kwamba wangepata msaada kutoka chama taifa, mliwahakikishia kwamba kutakuwa kuna msaada wa kifedha utashuka. Sikiliza kaka. Lakini hakuna kilichoenda mpaka sasa hivi, mmewaacha njia panda. Ni ambition ya chama chochote kinapoenda kwenye uchaguzi kwamba kitatafuta fedha kusaidia wagombea kadri litakavyowezekana. Ni ambition ya chama. Usipopata, kwa sababu unaposema hivyo hui na fedha kwenye shelf kwamba zimekaa hapo kwamba unawagawia. Kwa kuna sehemu mlitarajia mngepata fedha ila haijapatikana. Tunatafuta fedha, sio sehemu tulitarajia. Tunatafuta fedha, si tunachangiwa na wadau mbalimbali. Tunachangiwa na wadau mbalimbali. Anayekuchangia hivi, wewe kwenye harusi unaweza kaahidi kwamba mimi harusi yangu nitafanya kwa kiasi hiki?
Si unategemea watu wanavyokuchangia. Wakikuchangia, utafanya harusi na utavunja na kamati. Hawakuchangia vya kutosha, huenda hata harusi unaweza kufanya itakavyowezekana, lakini harusi itakuwepo, sio? Kwa hamjapata fedha kabisa za kushusha chini kwa wagombea. Nani kakwambia tujapata fedha kabisa? Ninachosema tunatafuta fedha, tusaidie wagombea, tunaendelea kutafuta, tunasaidia wagombea kadri tunavyopata. Lakini zimebaki wiki 2 tu Kigaila. Sahihi. Haizuii kutafuta fedha kusaidia wagombea, kwa sababu hata kulipa mawakala ni kazi ya kampeni. Ni kazi ya finish. Lakini unatafuta fedha ulipe mawakala wa kuhesabu kura badala ya kutafuta fedha watu wakafanya kampeni za kutafuta kura. Kama hujatafuta kura utahesabu kura. Ukipata mwisho unafanyaje? Yaani ukipata mwisho wakati wa kupiga kura unafanyaje? Unairudisha nyuma ili usaidie watu wafanye kampeni? Nimekuambia ni wishi ya chama kupata fedha kuanzia day 1 kusaidia wagombea. Ukipata kidogo unasaidia kidogo, hukupata utakuwa ukusaidia. Ukipata mwisho unasaidia hiyo process. Kwa sababu uchaguzi ni mchakato, sio tukio la siku moja. Kwa unaweza ukasaidia mchakato wa kampeni kadri unavyopata fedha. Sababu hata kama unachangiwa uchangiwi fedha kwa siku moja, kwamba hiyo fedha unachangiwa siku moja. Watu wanakuchangia, huyu akichangia kidogo unatupa hapa, unatupa hapo, unatupa hapo, unatupa hapa. Kwa unaenda namna hiyo. Ndo learning ya chama inavyokwenda na kampeni ndizo zinavyokwenda. Kwa hiyo sio kwamba hatujasaidia wagombea, na sio kwamba tukipata mwishoni itakuwa haina maana. Itakuwa haina maana ukipata baada ya matokeo yameshatangazwa. Hiyo hela itakuwa haina maana na utakuwa utafuti hela wakati huo. Na sidhani kama kuna mtu atakuchangia wakati huo. Lakini ukichangiwa hela, kesho ni siku ya uchaguzi, unapata hela ya kusaidia kulipa mawakala. Ukipata wakati kampeni inaendelea, unasaidia kufanya kampeni. Kila wakati ni muhimu. Nipo na Benson Singo Kigaila, naibu katibu mkuu wa Chama cha Ukombozi wa Umma kwa upande wa bara. Benson Singo Kigaila ndo naibu katibu mkuu wake, lakini mgombea ubunge katika jimbo la Kivule hapa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Hii ni One on One ya Wasafi TV. Mimi ni Charles William. Tunapata break fupi, alafu tunarudi hapa ndani ya dakika 1 kumaliza mazungumzo yetu. Tuzungumze kidogo kuhusiana na jimbo la Kivule na mambo mengineyo. One on One with Charles William. Tumerejea kwenye One on One ya Wasafi TV. Niko hapa na Benson Singo Kigaila, naibu katibu mkuu wa Chauma na mgombea ubunge katika jimbo la Kivule. Tukiwa tunajadili masuala mbalimbali ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Vyama vya siasa 18 vikiwa vinashiriki uchaguzi huu, vyama 17 vikiwa vimesimamisha wagombea uraisi, na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kikiwa ni chama pekee cha siasa hapa Tanzania ambacho hakishiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Na Kigaila, nyinyi lengo lenu Chauma ni nini kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu? Mnalenga kupambana mshike dola au mnapambana muwe chama kikuu cha upinzani kwa kuanzia? Sisi lengo letu ni kupambana kushinda dola. Kwa sababu unapoenda kwenye uchaguzi, tumeweka wagombea udiwani, tumeweka wagombea ubunge, tumeweka wagombea uraisi. Lengo letu ni kushinda uchaguzi, tuongoze dola. Tuna ilani ya uchaguzi ambayo inaweza kubadilisha nchi hii, na dalili hizo zipo. Ndio tumefanya kampeni nchi nzima mpaka sasa. Hakuna mahali hatujafika, tunaenda kumalizia kusini. Unaziona hizo dalili za kushinda urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kabisa. Kwa sababu Watanzania wamechoka na CCM. Labda wewe kama hujachoka ni wewe, lakini Watanzania wamechoka na CCM. Lakini sijaona kama Watanzania wanaipenda sana Chauma. Sasa wewe ufanye kampeni. Sasa labda ndio inaweza kuwa tofauti yangu mimi na wewe. Mimi niko field. Mimi niko Chauma. Mimi nafanya kampeni ya Chauma. Kunaona hayo mapenzi ya Watanzania kwa Chauma? Na yaona mapenzi ya Watanzania kwa wagombea wa Chauma ambao wako field. Na yaona. Moja kati ya sera yenu ambayo watu wanapata nayo shida sana, na wengine kudhani labda ni mzaha au utani,
ni sera ya kugawa ubwabwa kwa wanafunzi wote na Watanzania ambao watakuwa. Sikiliza kaka. Sera ya ubwabwa ni falsafa. Ubwabwa ni falsafa ambayo inalenga kujenga uwezo wa Watanzania wawe na uwezo wa kuweka chakula mezani asubuhi, mchana na jioni, na chakula chenye staha. Kwa jamii ya Kitanzania, ubwabwa ni kati ya vyakula vyenye staha. Ndio maana huwezi kaenda kwenye sherehe yoyote kusiwe na ubwabwa. Hiyo ni falsafa. Kwa hiyo sio kwamba mtagawa ubwabwa, ila ni falsafa tu. Ni falsafa ya Chauma ya kuweza kujenga uwezo wa Tanzania. Sije watu wakawapigia kura wakadai ubwabwa baadaye tukatafutana. Wanafafanuliwa sasa hivi. Yani hiyo ya kugawa ubwabwa, wewe unaongea Chauma zamani sana. Lakini sasa hivi na tuna ilani. Kwa nini mmeibadilisha sera ya ubwabwa ya Hashim Rungwe? Hatujabadilisha. Mmeingiza kwenye. Hatujabadilisha. Tumetafsiri hiyo falsafa. Na ndio maana tuna ilani ya uchaguzi. Na nikimaliza hapa nitawapatia ilani. Sikushuka nayo kwenye gari. Nitawapatia ilani ya uchaguzi. Ili uone tukisema ubwabwa inamaanisha nini. Sio kwamba tumebadilisha. Ndo falsafa yake ilikuwa hivyo. Ubwabwa saa ingine tunachosema ni kwamba ni haki ya Watanzania, kwa mfano wagonjwa wa hospitalini kupewa chakula. Chakula hospitalini haimaanishi lazima uwe ubwabwa, lakini ni haki ya Watanzania wanaoumwa wamelazwa kwenye hospitali kupewa chakula na serikali. Wanafunzi wana haki ya kupewa chakula mashuleni, na imekuwa ikifanywa hivyo. Ni dhambi kupewa chakula? Sasa hiyo sio kwamba ndo sera ya Chauma, kwamba Chauma sera yake ni chakula mashuleni na chakula wapi. Tunayo ilani yenye maeneo 18. Nitakupa ilani utaiona. Lakini ninachotaka kuambia kwamba nini? Ubwabwa ni falsafa ambayo inalenga kujenga uwezo wa kiuchumi wa Tanzania, wawe na uwezo wa kuweka chakula mezani, chakula chenye staha. Sasa hivi Watanzania wengi wanakula wanachopata, hawali wanachotaka. Wanakula wanachopata. Ikitokea Chauma imeshinda uongozi wa nchi hii, ni mambo gani kwa haraka tunaweza tukashuhudia kama ni mabadiliko kwenye siku 100 za kwanza? Tunazo siku 100 za kwanza. Cha kwanza ni kufanya reconciliation ya kitaifa. Kuunda tume ya ukweli na upatanishi ili kusuluhisha taifa hili. Taifa lina migongano mingi sana. Hiyo tumeiweka iko kwenye ilani kwa siku 100 za kwanza. Lakini siku 100 za kwanza lazima tupeleke mswada bungeni uandaliwe wa kwenda kukwamua mkwamo wa kupata katiba mpya. Sababu katiba mpya ni ufunguo wa mambo mengi, sheria za ovyo na nini, na tuweze kufanya namna hiyo. Lakini katika kwa yako mambo mengi ya siku 100 za kwanza, na baadaye kuna mambo 18 ambayo tunategemea tumeahidi. Kwa sababu ilani huwa ni ahadi ya uchaguzi. Ni ahadi ya uchaguzi. Kwa katika ilani yetu tuna mambo 18. Kuna masuala ya ajira, kwa mfano, ni ambayo ni tatizo kubwa sana kwa vijana. Watu wanamaliza vyuo vikuu, wako mtaani, mwaka wa kwanza hakuna ajira, mwaka wa pili hakuna ajira, wanaamua kuwa madereva wa bodaboda. Sisemi kazi ya bodaboda ni mbaya, lakini sio kazi ambayo wewe ulipokuwa unasoma shuleni hukuna waza kwamba nikimaliza niwe dereva wa bodaboda. Wala hakuna mzazi anayesomesha mtoto ili baadaye awe dereva wa bodaboda. Ni kwa sababu hakuna ajira. Na kwa utafiti ambao umefanywa, ni zaidi ya 30% ya vijana wanaendesha bodaboda hapa Dar es Salaam wana vyeti vya elimu ya juu. Kuna watu wana masters wanaendesha bodaboda hapa kwa sababu ya kukosa ajira. Kwa tatizo la ajira ni kubwa. Kwa sisi Chauma tunajua namna ya kuweza kushughulika na hilo tatizo la ajira. Tatizo la ajira unashughulikiaje? Ukitaka nikueleze. Cha kwanza unabadilisha mifumo ya elimu. Ili watu wakimaliza, hata akimaliza la 7, awe elimu impe ujuzi wa kuweza kujitegemea mtaani. Akimaliza form 4, awe na ujuzi wa kuweza kujitegemea mtaani. Hivi kwa mfano nikuulize, anayemaliza la 7, kama ukiweka mafunzo ya ufundi shuleni, hawezi kumaliza anajua kutengeneza stuli ya kukalia. Anayemaliza la 7 hawezi kumaliza anajua kutengeneza kitanda, hawezi kutengeneza kochi. Akiwa na hiyo elimu, akienda mtaani,
inaweza kumsaidia. Akimaliza form 4 akawa na ujuzi mkubwa zaidi, unabadilisha elimu hivyo. Sasa viongozi wetu wamekuwa wakisema vijana wajiajiri, lakini unaposema vijana wajiajiri, elimu uliyowapa inawezesha kujiajiri? Cha pili, ili kuweza kumaliza tatizo la ajira, unaboresha kilimo. Fanya kilimo kiwe ajira ya uhakika. Na inakuwaje? Ukiwa unafanya kilimo cha kumwagilia ambacho unazalisha kila wakati, unazalisha unavyotaka, inakuwa ni ajira na watu wengi wangeenda kujiajiri kwenye kilimo. Lakini ukishaboresha kilimo, weka viwanda vya kusindika mazao. Viwanda vya kusindika mazao ya wakulima, maana yake vitatoa soko kwa mazao ya wakulima, lakini pili vitatoa ajira kwa watu wanaotaka kuajiriwa. Kwa una elimu inayotoa ujuzi, una kilimo ambacho kinaweza kuzalisha bila shida, una masoko ya uhakika, una viwanda vya kusindika. Ukiunganisha haya mambo matatu, unapata ajira za uhakika. Kwenye jimbo la Kivule ambalo we unagombea, vipaumbele vyako vikubwa ni nini? Jimbo la Kivule lina shida kubwa kama 4. Kubwa sana. Shida ya kwanza ni miundombinu. Maana jimbo la Kivule ni jimbo la pembezoni mwa Ukonga ya zamani. Ni jimbo ambalo maeneo mengi ikinyesha mvua, watu wanachagua mambo mawili, moja kati ya mawili. Ni either atoke nyumbani na ndala, kama hana gari atoke nyumbani na ndala akavalie viatu mbele, au abebe viatu mkononi avuke madimbwi akavalie viatu mbele. Kwa mabarabara ni shida, na barabara zikiwa mbaya zinafanya gharama ya maisha inakuwa juu. Mtu anaweza kuondoka asubuhi kwa nauli ya shilingi 500 kwa sababu haijanyesha, daladala zinafika. Akiwa mjini mvua ikanyesha kule, akirudi hawezi kufika nyumbani kwake kwa shilingi 500, itabidi afike kwa 3000. Ni nini utafanya kwenye hilo la barabara? Sasa singoja nikueleze kwanza. Sio umesema nikueleze kwanza. Vipaumbele vyangu vinajengwa namna gani? Hata ilani ina double deck. Ilani unaeleza hali ilivyo, unaeleza utafanya nini. Lakini tatizo la pili kubwa kwenye jimbo la Kivule, na nadhani ni kwa Tanzania nzima, ni aina ya michango ambayo serikali inasema inatoa elimu bure. Lakini michango iliyoko mashuleni ni mingi sana, kwa wazazi wengi haibebeki. Kuna michango ya mitihani, kuna michango ya chakula, kuna michango ya speed test, kuna michango mbalimbali. Yani kwa uzoefu wangu wa jimbo la Kivule, ili mtoto aende shuleni asubuhi, mzazi lazima aweke mezani shilingi 3000. Ndio mtoto aondoke kwenda nini? Shuleni. Akiwa mzazi ana watoto 3, maana lazima aweke shilingi 9000 mezani ziende shule na utaratibu wa nyumbani uendelee. Ni wazazi wangapi wanaweza hivyo? Na tunajua kwenye taarifa ya Benki ya Dunia kwamba Watanzania asilimia ngapi wanaishi chini ya $1 kwa siku, na $1 ni takriban 2500. Sasa mtu anaishi chini ya shilingi 2500 kwa siku, unataka atoe shilingi 9000 ziende shuleni na afanye utaratibu wa kula nyumbani. Kwa hilo ni tatizo kubwa sana. Mwalimu Nyerere wala kukusanya kodi, lakini alitoa elimu bure chekechea mpaka chuo kikuu. Sasa na Nyerere hakuleta wawekezaji hapa. Nyerere hakuchimba madini. Nyerere alitumia pesa ya kahawa, ya tumbaku, ya pamba, ya katani, ya korosho, akasomesha Watanzania. Tunashindwaje leo? Kwa kazi ya mbunge ni kusimamia hiyo serikali, kuhakikisha kwamba nini? Rasilimali za nchi hii zinasaidia Watanzania. Zitajenga mabarabara lazima yajengwe kwa sababu serikali inakusanya kodi. Kwa kama wewe kama utachaguliwa kuwa mbunge, kwenye hilo la barabara utakachofanya ni kwenda ni kuisimamia serikali, kwa sababu hakuna mtu anayetumia hela yake mfukoni kujenga barabara. Na hatusemi watumie hela zao mfukoni kujenga barabara. Hatusemi hivyo. Tunachosema tunayo mapato ya taifa. Tunazo rasilimali zetu za taifa. Mbunge kazi yake ni kuhakikisha kwamba mapato ya taifa yanakwenda kuwasaidia watu wote kwa usawa. Kwa mimi kazi yangu kama mbunge wa Kivule itakuwa ni kuhakikisha keki ya Kivule inarudi na inawasaidia watu wa Kivule sawa sawa. Lakini tumeshuhudia walokuwa wabunge wa maeneo hayo, Mwikabe, Mwita, Waitara, walikuwa wakizungumza bungeni kuhusu barabara hizo. Mbunge aliyekuepo hapo Jerry Silaa kabla ya jimbo kugawanywa amezungumza bungeni kuhusu barabara hizo. Unaweza kuniambia Jerry Silaa aliongea kitu gani? Amezungumza kuhusiana na tatizo la miundombinu ya barabara kwenye unazungumza afu unaishia wapi? Ameomba mpaka unaishia kuzungumza au unaishia wapi? Angeweza kufanya nini zaidi? Kwa mfano wewe mbunge kama unadhani kazi yako ni kuzungumza bungeni tu,
halafu huna namna ya kufanya, hufai kuwa mbunge. Kwa wewe utakuwa na namna, kwa sababu unatakiwa inatakiwa iingie kwenye bajeti. Unaanzia mbunge namna unavyofanya kazi, unaanzia kuanzia chini. Mnapoibua miradi vipaumbele kule chini, mnapanda navyo, vya halmashauri viende halmashauri, vya serikali kuu viende serikali kuu. Mbunge kazi yako ni kuhakikisha hivyo vipaumbele vya jimbo lako umevisimamia kwenye bajeti ya wizara, vimeenda kuingizwa. Kinachoelezwa Kigaila ni kwamba hakuna fedha za kutosha za kumaliza tatizo la barabara. Sikiliza, hayo ni maneno ya serikali. Hakuna fedha za kutosha kujenga mabarabara. Hawajatuambia wanayechimba madini wanatulipa shilingi ngapi. Ukiwa mbunge makini, itabidi tuanze na hilo kwanza. Serikali tuambie, hivi hao wanayechimba madini, hivi mikataba madini inatuletea shilingi ngapi? Hivi wawindaji kwenye utalii wanatuletea shilingi ngapi? Hivi tujue. Unalolisema Kigaila ni jambo ambalo linahitaji wabunge wawe wengi ndio uliweze kufanikiwa. Lakini hapo unazungumza ubunge wako wa kivule peke yake. Utatatuaje tatizo la barabara kama hautapata uungwaji mkono na wabunge wengi? Ndio ninachokuambia, lazima mbunge uwe na ushawishi. Ushawishi ni kitu kimoja. Lazima uwe na nini? Na ushawishi. Kama una hoja na hoja yenyewe inakubalika, watu wengi wataiunga mkono. Ukiwa na hoja nzuri, ikiwa haiungwi mkono, basi una matatizo ya kushawishi. Hivi leo kwa mfano, hospitali zetu, ukienda na mgonjwa akifariki pale hospitali, kama ulikuwa unadaiwa hela za vipimo hujalipa, hutoi maiti pale. Hivi ni sawa? Na ni kwa sababu serikali haina hela. Yaani ni sawa. Na hilo wabunge wanatakiwa waache serikali endelee kushikilia maiti. Kwa sababu wanasema kwamba sasa nitafanyaje mimi? Nimemuona mgombea ubunge jimbo la Kivule kupitia chama cha ACT Wazalendo, yeye tayari kabla hajachaguliwa kuwa mbunge ameanza kulipia wananchi ambao maiti zimekuwa. Sikiliza, ukifanya hivyo ni uigizaji, kwa sababu huwezi kulipia maiti zote zilizoko hospitali. Na huwezi kujenga barabara zote. Yaani sasa wewe utamaliza kitu kimoja. Okay, unalipia, kila siku zinazozuiwa wote unalipia. Kwa ndio kazi ya mbunge. Ukiona namna hiyo ni kwamba mimi sisemi huko, wewe ndio unasema, lakini ninachosema hiyo sio kazi ya mbunge. Hiyo sio kazi ya nini? Ya mbunge. Kwamba unalipia maiti zilizoko hospitali baadaye ya serikali, sio kazi ya mbunge. Kwamba unajenga mabarabara wewe, sio kazi ya mbunge. Kazi ya mbunge ni kusimamia serikali ibadilishe hizo sera zake za kushikilia maiti hospitali, baadaye ya mtu mmoja tajiri akawa anawalipia watu. Nani watu wasilazimike kulipa. Lakini kuna shida gani kama mtu ana kipato akaamua kusaidia kabla mchakato wa jambo hili? Anaweza kujenga barabara yote. Kwenye hili la maiti ameamua kuanza nalo kuonyesha nia yake ya dhati. Utalipia nchi nzima. Analipia kwenye jimbo lake. Kwenye jimbo lake. Huoni watu wengine wanateseka pia? Kwa nini kama una akili nzuri, kwa nini usisimamie serikali ikaondoa huo mpango unaotesa watu wengi? Hilo atalisimamia akichaguliwa. Kwa sasa hivi ameamua aanze kuonyesha moyo wake wa utumishi. Huoni kama ni jambo zuri? Tuna tofauti. Mimi siwezi kusema jambo zuri, kwa sababu inaonekana ni kwangu mimi ninavyoliona ni jambo la kushindwa mbinu. Ameshakuletea takwimu, amelipia wangapi? Unatilia shaka taarifa zake. Nasema amekuletea takwimu, mimi nakuuliza wewe, sitii shaka, nakuuliza wewe uliopewa takwimu. Mimi sijaujana naye. Ametoa taarifa kwa umma. Akasema amelipia watu wangapi? Ametoa taarifa kwamba wananchi wote wa jimbo la Kivule ambao wamekwama maiti zao wafike kwake, amalize jambo hilo. Amalize hilo jambo. Na waliokwama barabara, waliokwama mikopo. Hiyo ni fikira ya mtu mmoja. Na tujadili fikira ya mtu. Ana fikira zake na fikira zangu. Mimi ninachojua, kazi ya mbunge anayetambua kazi yake ni kuhakikisha analiwakilisha jimbo lake bungeni na halmashauri, kwa sababu mbunge ni diwani pia. Nyinyi mloenda chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA kutoka chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, wenzenu huko wanawabeza, wanasema hamwezi kushinda nafasi hizi za ubunge wala za udiwani, kwa sababu wengi mlokimbilia huko ni watu wenye uzoefu wa kushindwa kuliko uzoefu wa kushinda. Asilimia zaidi ya 95, 96. Hata mlipokuwa mkigombea huko CHADEMA hamkuwahi kushinda chochote, mlikuwa mkishindwa tu kwenye chaguzi. Leo mmekimbilia CHAUMMA, chama dhaifu, wanaona hakuna uwezekano wenyewe kushinda chochote. Kwa ni watabiri wao. Wanachukua rekodi zenu za nyuma kwamba mmegombea mara nyingi. Kama tungekuwa na uzoefu wa kushindwa, tungekuwa ni watu ambao hatuna maana.
Kwa hawakuwa na maana sana kutufanya mpaka sisi kama naibu makatibu wakuu na simamia program za chama. Basi kwanza waanze kujikana wao, waseme walikuwa hawana maana kabisa kutufanya sisi tukawa viongozi wakubwa wa chama hicho ambacho wanadhani kwamba sisi hatuwezi kufanya chama kishinde. Kwa hiyo waanze na hilo, waanze na hilo. Kwa sababu wasipoanza na hilo watakuwa hawajitendei haki pia. Kwa sababu ndo nini? Sizitaki mbichi hizi. Ndo maana wanasema baada ya wao kuingia kwenye uongozi waliwaondosha kwa sababu mlikuwa mkibebwa tu kwenye mabega ya Freeman Mbowe. Na chama hawakwambii chama kilikuweje, kwamba kutoka sisi tumeingia mpaka kimefika hapo kimekuwa namna gani. Chadema unayosema ni kubwa leo imekuzwa na nani? Yaani Chadema leo unayosema kwamba ni chama kikuu cha upinzani, aliyefanya kile chama kikuu cha upinzani nani? Ni wao. Wanasema kwenye hicho chama kikuu cha upinzani nyie mlipokuwa mkigombea mlikuwa mnashindwa tu kila sehemu. Wametoa rekodi gani? Dodoma mjini nimegombea mara moja 2015. Si wasubiri matokeo. Kwa nini wana speculate? Mnadhani kwa nini wengi waliokuwa wakishinda uchaguzi Chadema hawajashawishika kukimbilia Chauma? Waliokuwa wanashinda uchaguzi akina nani hao? Waliokuwa wakishinda majimbo. Unataka nikwambie watu walioshinda majimbo ambao wako Chauma? Naweza kanitajia watu wa wewe nitajie walioshinda ambao hawakuja Chauma. Nitajie ambao wameshinda majimbo hawakuja Chauma. Nitajie. Wapo wengi kina Pasco Aonga, kina Mwakajoka. Wameshinda mara ngapi? Wameshinda ubunge. Dodoma wameshinda ubunge. Wameshinda mara ngapi? Wameshinda mara moja. Wakaja kushindwa mara moja pia. Sasa kama alishinda akashindwa, au unasemaje ni mshindaji wa ubunge? Lakini anashindwa kwenye uchaguzi ambao wote mnasema haukuwa huru na haki wa 2020. Lakini zingine walizogombea walishinda. Zingine zipi? 2015 wameshinda, lakini hata 2010 walipogombea udiwani wengi wao wameshinda. Tukitafuta waliowahi kushinda uchaguzi kupitia Chauma tuwaoni kabisa. Sikiliza bwana. Hilo swala waulize wao, na subiri matokeo. Tusispekulate hapa kwamba wewe uligombea, huyu aligombea, tunagombea sasa hivi, wasubiri matokeo ya sasa. Moja kati ya vitu ambavyo kigaila vimekuwa vikirushwa kuja kwako na sijawahi kukusikia ukikifafanua ni swala la kudaiwa kwamba wewe na Salum Mwalimu ndio mligonga mihuri ya kupeleka majina ya wagombea, majina ya wabunge wa sikiliza nikwambie kama COVID-19. Sikiliza nikwambie, ni mjinga tu anaweza kufikiria hivi. Anayegonga muhuri ni katibu mkuu. Mimi sikuwa katibu mkuu. Lakini nyewe mlikuwa manaibu katibu wakuu na wanasema ndio mlichukua muhuri wa katibu mkuu. Sikiliza, mimi nilikuwa niko India. Mwezi wa 12 ndio nimerudi hapa. Na watu wameshapa tayari. Kwa nilichukua muhuri wa katibu mkuu niko India. Nikagonga. Kwa ni mjinga anaweza kusema hivyo. Na sheria inajulikana, anayegonga muhuri kwa wabunge ni katibu mkuu. Na katibu mkuu Mnyika alikuwepo. Sasa tunagongaje sisi? Na tume gani inaweza kupokea barua imegongwa muhuri na naibu katibu mkuu wakati katibu mkuu yupo, halafu ikakubali? Wanasema ni mambo ya kitoto hayo. Sikiliza, wanasema kaka, unajua sikiliza, mambo ya kusema mimi si niko hapa. Si kama wanasema si mimi ndo nakwambia. Yaani wewe unaweza kufanya kituo chako kinakaa kimepitwa na wakati, kinajadili mambo ya 2020 leo hii katika wimbi la uchaguzi mkuu ambalo tungekuwa tunajadili mambo ya uchaguzi mkuu huu, sio? And will be fair kama tutajadili na wewe mambo ya uchaguzi mkuu huu, baadaye ya kujirudisha nyuma ukaanza kuongea propaganda za 2020. Wala hizo propaganda mimi nilitaka ufafanue hili kidogo kwa sababu limekuwa likisemwa na sija kusikia ukilizungumza. Sasa ungeniuliza siku nyingi, sio wakati wa uchaguzi. Sikiliza kaka, kama hukula mapema huwezi kula wakati unaoga. Wenyewe wanasema wamekuwa wakikutumu hivi kwa sababu waliona moja kati ya sikiliza bwana, hayo mambo mimi nimeshajibu. Hilo endelea nalo. Mimi nimekuambia nilikuwa niko India. Anayesema nikuepo hapa aseme. Nikwambia mimi sio katibu mkuu. Nimekwambia sheria inataka katibu mkuu ndo agonge mihuri hizo barua na ndo ana sponsor nani wagombea. Hayo yote hayanihusu. Sasa ukitaka kusema kwa sababu nani, hizo ni sababu zako na wao. Kaulizaneni nyie, sio mimi. Kwa sababu hao wameunganisha nukta kuona kwamba mke wako sina majibu kwenye. Nimeshakueleza. Kama unaweza kuelewa unaelewa. Nimeshakueleza. Sikuwepo, sikuwa katibu mkuu na sheria hainiruhusu mimi kama naibu katibu mkuu kugonga mihuri. Na tume wasingeweza kupokea. Wanaona kwamba swala la mke wako kujiunga CCM kutoka Chadema baada ya kufukuzwa naye kukimbia Chadema kwenda Chauma
kama ni swala linalounganika na kuwepo kwa majina yaliyogongwa muhuri wa katibu mkuu kwenda tume ya uchaguzi. Nimeshakueleza, majibu unayo. Kama wanakueleza hivyo, mimi nimekueleza. Kama unataka majibu mengine yatafute. Lakini mimi nimeshakueleza, sikuwa katibu mkuu, sikuwepo nchini, sheria hainiruhusu, nisingeweza kufanya na tume isingepokea. Katibu mkuu alikuwa Mnyika, aulizwe Mnyika. Swala hilo aulizwe Mnyika. Umeelewa vizuri? Swala hilo aulizwe nani? Mnyika. Nani alikuwa aliingia, nani hakuingia, aulizwe Mnyika, sio mimi. Mimi sikuwepo nchini, sikuwa katibu mkuu, sheria hainitambui, nisingeweza kufanya hivyo, na hata kama ningekuwa kichaa nikafanya hivyo, tume isingekubali kwa sababu sheria hainiruhusu. Hivi wewe unaweza kuja ukasainia wagombea wa Chauma barua na tume ikapokea? Wewe unaweza kufanya hivi? Hapana, lakini uwezi. Kama mimi ni subiri, sababu sheria si haikuruhusu. Kama uwezi. Ni naibu katibu mkuu unaweza kusaini kwa niaba ya ni sheria gani inasema hivi? Katibu mkuu asipokuwepo aliyekaimu anaweza kufanya. Mnyika alikuwa ameenda wapi wakati huo? Mnyika alikuwa ameenda wapi namna hii wakati huo? Sheria inasema hivi, ili wakati wa uchaguzi kama katibu mkuu hayupo, chama kitateua mtu na kitaandika barua rasmi tume kwamba badala ya fulani atafanya hivi. Kwa mfano, nitakupa mfano. Mwaka 2015 Dr. Slaa aliondoka Chadema katikati ya uchaguzi. Kwa naibu katibu mkuu Zanzibar, kamati kuu ilimteua na kumwandikia barua tume kwamba ndiye atakaye saini. Kwa mwaka 2015 Saul Mwalimu ndio alikuwa anasaini. Alikuwa anasaini kwa barua iliyoandikwa na kamati kuu kwa tume. Sasa mimi nilikuwa nimeandikiwa barua gani tume na kamati kuu kwamba mimi ndio nilikuwa nasaini, na Mnyika alikuwepo na mimi sikuwepo nchini, na Saul Mwalimu alikuwa mgombea mwenza? Na tume ingepokeaje bila? Tume inapokea barua ya mtu kama amekaimishwa na chombo chenye mamlaka kwa niaba ya katibu mkuu. Sio haiji automatically kwamba wewe ni naibu katibu mkuu automatically unakuwa unasaini, mpaka uandikiwe barua kama katibu mkuu atakuwepo, kwa sababu sheria zinasema ni katibu mkuu wa chama, sio naibu katibu mkuu, katibu mkuu wa chama. Sasa inakujaje hiyo unaosema wewe wakuletee barua waliye nikaimisha mimi kwamba itakuwa na saini, ili waseme mimi ndio niyosaini? Kwa wewe unaamini Mnyika mwenyewe ndo aligonga? Mimi siamini, mimi sitasema naamini hivyo. Sikiliza, wewe kawaulize tume nani alileta, ndio wanaweza kuwa na majibu. Au hao wanawake walio hapa kawaulize nani aliwapeleka. Lakini wanasema hapo kwenye walio hapa yupo mke wako, kwa hiyo utakuwa unajua ni nani aliyewagongea muhuri kuwateua kwa wabunge. Unataka nipe mfano mgumu? Wewe mke wako akifumaniwa, wewe ulikuwepo hapo alipokuwa anafanya mapenzi? Yaani wewe kwa mfano mke wako afumaniwe, hapa wewe si uko hapa, mke wako uko naye. Kwa mke wako akifanya kitu wewe unahusika? Unataka kuniambia kila kitu ambacho wewe ukifumaniwa mke wako anahusika? Lakini baadaye kwenye miaka hii 5 haujabaini mpaka leo, hajakueleza mpaka leo. Kama huna jambo lingine tuachane. Kama huna jambo lingine fanya nini? Tuachane. Kama huna jambo lingine tuachane. Ninayo mengine. Sababu wewe nataka tumalizane kama unataka tuongee mambo ya uchaguzi, ongea mambo ya uchaguzi. Lakini kama unataka kuniongelesha mambo yaliyopita ili tupoteze muda, achana na mimi basi. Kwa sababu nimeshakujibu majibu yote, bado unaendelea kunifuatia kwenye swala hilo. Sasa unataka uvumbue nini? Nitaka tuliweke sawa. Unaliweka sawa namna gani? Unaliwekaje sawa? Nimeshakwambia sheria. Kasome sheria basi. Waulize Chadema au waulize mtu yote anayetuhumu, mwambie alete barua aliyenikaimisha mimi kwa na saini. Tumezungumza mengi, lakini nikasema hili nalo tuliguse Bwana Kigaila kabla hatujahitimisha mazungumzo yetu. Sasa tukizungumza kuhusiana na jimbo la Kivule, kwa kuhitimisha, Kivule watarajie nini kwenye siku za mwanzo za uongozi wako? La kwanza kabisa, nikichaguliwa, tutahakikisha shule za Kivule hazitozi michango kwa wazazi kwa ajili ya elimu ya watoto wao. Tutahakikisha serikali inatoa elimu bure kama inavyosema. Haiwezekani wazazi wakawa wanachangishwa kwenye kivuli cha serikali inatoa elimu bure. Hilo ni jambo la kwanza kabisa. Jambo la pili, kuna swala la mikopo isiyo na riba kwa akina mama, vijana na watu wenye ulemavu la 10%. Hela hizo inaonekana kuna vikundi hewa vingi,
ukienda kwenye jimbo hakuna akina mama, hakuna vijana wanayeweza kukiri kwamba wamepewa hizo hela. Watu wanakopa kausha damu. Nitahakikisha hela hizo zinajulikana, na zikijulikana akina mama, vijana na watu wenye ulemavu wapewe mikopo hiyo kwa haki, kwa uwazi, bila upendeleo, ili wawe wanajua ziko kiasi gani, zinatolewaje, nani kapata, nani hajapata, na tupate namna gani. Hayo ni mambo ya msingi ya mwanzo kabisa. Kuna swala la ulinzi shirikishi. Watu wanachangishwa ulinzi shirikishi, hawalindwi, wanakabwa, wanaibiwa, na hakuna hatua zinachukuliwa. Nitahakikisha kama wananchi wanachangishwa ulinzi shirikishi, kunakuwa na ulinzi shirikishi na watu wanalindwa. Kama hawalindwi, ni bora wasichange. Lakini wakichanga, lazima walindwe. Kuna michango ya takataka. Kuna takataka ambazo watu wanachangishwa michango ya taka. Taka hazizolewi. Na sababu makampuni yanayopewa tenda ya kuzoa takataka hayana uwezo, hayana vifaa, wanapewa kwa sababu ya rushwa ambazo wanapeana. Tahakikisha kampuni zinazopewa tenda za kukusanya takataka ni kampuni zenye uwezo wa kukusanya takataka, zenye vifaa, na zitakusanya takataka kwa kadiri wanavyolipwa. Kivule kuna eneo linaloitwa Magole. Watu wa Magole kwenye kata ya Mzinga, ikinyesha wako kisiwani. Kuna vivuko hivi viwili. Kuna kivuko cha kuja Nyangasa na kivuko cha kuja Mwanagati. Ikinyesha kinajaa maji, hawezi kuvuka. Hivyo vivuko, Kivule ikiwa bado kijiji, ikiwa vijiji, mwaka 1995 John Upia anagombea, alikuwa jimbo la Ilala lote, alikwenda akaonyeshwa vile vivuko, akasema vitajengwa. Ameongoza miaka 10, ameondoka vijajengwa. Kaja Makongoro Mahanga akaonyeshwa. Amekaa miaka 15 hakujenga. Amekuja marehemu Eposa kaonyeshwa. Kakaa kaondoka, havijajengwa. Amekuja Jerry Silaa kaonyeshwa. Amekaa mpaka majumba yameganyika, havijajengwa. Chini ya CCM haviwezi kujengwa vile vivuko. Tujenge vile vivuko ili wananchi waweze kupata uhuru wa kufika majumbani kwao na kutoka majumbani kwao kwenda mjini kufanya shughuli zao. Kwa Dar es Salaam hapa kuna maeneo ambao bado mvua ikinyesha bado inakuwa kisiwa. Hapa Dar es Salaam, kwenye jiji la Dar es Salaam, kwa haiwezi kuwa namna hiyo. Mabarabara ya pitiki, watu wanabeba viatu mikononi, haiwezekani namna hiyo. Kwa mimi wakinichagua, wategemee tunaanza na hayo mambo, lakini tunasukuma kujenga mabarabara. Tuhakikishe nani zahanati zinajengwa. Kuna zahanati chache sana kwenye jimbo la Kivule. Zijengwe na ziwe na watumishi na ziwe na dawa. Lakini masoko hamna. Kata nzima unakuta hakuna soko. Kata mbili zinaungana. Kata ya Kitunda, kata ya Mzinga ni kata kubwa, hazina soko hata moja. Kwa hiyo watu wanaishije? Kwa hiyo kuna shida nyingi sana. Hizo shida ni shida za kuanza nazo za halmashauri. Tutashughulika na halmashauri za serikali kuu na serikali kuu, lakini ambacho naomba watu wa Kivule mara hii wachague mabadiliko, na mabadiliko ni Chauma. Asante. Mazungumzo ya takriban dakika 60 kupitia Wasafi TV 1-on-1. Mimi ni Charles William. Nimekuwepo hapa na Benson Singo Kigaila, naibu katibu mkuu kwa upande wa bara wa Chama cha Ukombozi wa Umma Chauma, lakini mgombea ubunge katika jimbo la Kivule. Uzoefu wake wa ndani ya medani ya siasa kwa zaidi ya miaka 20 tulikuwa tukipata hapa kubadilishana naye mawazo kuhusiana na mambo mawili matatu. Asante kwa wewe ambao umetutazama kwa muda wote, na shukrani kwa wote ambao wamehusika kwenye uzalishaji wa kipindi hiki. Nasa Mohamed ambaye alikuwa akisimamia matangazo haya, lakini pia asante kwa Salum Maganga Baba Nahia. Shukrani pia kwa Jacob kwenye upande wa sauti. Asante pia kwa Romy 255 na wengine wote. Pia nisimsahau Chief Wilbrod producer, lakini pia mhariri wetu wa video. Sasa kwa wewe ambaye unatutazama muda huu, unaweza kusubscribe YouTube channel yetu ya Wasafi Media, pia kuweza kupata vipindi vingine hivi. Lakini pia kama umekikuta hiki kipindi katu, unaweza kukitazama kipindi chote kupitia YouTube channel yetu ya Wasafi Media. Mimi ni shukuru Stansi pia amekuwepo kwenye kamera, lakini pia asante kwa Gents Look TZ. Ukienda pale Instagram andika @GentsLookTZ, utaona hawa ni wataalam kabisa wa kushona nguo, na wana nguo tofauti tofauti. Moja hapo ni hizi hapa ambazo nimevaa mimi siku ya leo. Asante mpaka wakati mwingine tena.
Wasafi TV Africa is watching. One on One with Charles William.